Hali gani ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa UoN TV, ni asubuhi nyingine, asubuhi ya kipekee ikiwa ni Julai 5, 2026. Nikualike katika kusikiliza tafakari ya kesha la asubuhi leo, ikiangazia kichwa kinachosema nyumba ambayo Mungu anaweza kuibariki. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu. Mwanzo 18 mstari wa 19. Katika macho ya Mungu, mtu ni kile tu alivyo katika familia yake. Maisha ya Ibrahimu, rafiki wa Mungu, yalidhihirishwa na heshima kamili kwa neno la Bwana. Alikuza dini ya nyumbani. Hofu ya Mungu ilienea katika nyumba yake. Alikuwa ni kuhani wa nyumbani kwake. Aliangalia familia yake kama amana takatifu. Nyumba yake ilikuwa na zaidi ya roho 1000 na aliwaelekeza wote, wazazi na watoto, kwa mfalme mtakatifu. Hakuruhusu ukandamizaji wowote wa wazazi kwa upande mmoja au kutokutii kwa watoto kwa upande mwingine. Kwa muunganiko wa mvuto wa upendo na haki, alitawala nyumba yake katika hofu ya Mungu, na Bwana aliushuhudia uaminifu wake. Yeye atawaamuru nyumba yake. Kusinge kuwapo na uzembe wa dhambi wa kuzuia mwelekeo mbaya wa watoto wake. Hakuna upendeleo dhaifu usio wa hekima na wa kudekeza. Hakuna kusalimisha kwa imani yake kuhusu wajibu kwa madai ya kile kinachodhaniwa kuwa ni mapenzi. Ibrahimu si tu kwamba angetoa maelekezo sahihi, bali pia angedumisha mamlaka ya sheria za haki na za kweli. Ni wachache sana kiasi gani katika siku zetu wale wanaofuata mfano huu. Kwa upande wa wazazi walio wengi, kuna hisia ya upofu na ubinafsi ambayo inadhihirishwa kwa kuachia watoto wao, pamoja na busara ya uchanga na uchu wao mkali usiozoeshwa kutii amri, utawala wa mapenzi yao wenyewe. Huu ni ukatili mbaya kabisa kwa vijana na kosa kubwa kwa ulimwengu. Uendekezaji wa wazazi husababisha machafuko katika familia na katika jamii. Hutia nguvu ndani ya vijana tamaa ya kufuata mwelekeo badala ya kuyatii masharti ya Mungu. Wazazi na watoto wote ni mali ya Mungu ili wapate kutawaliwa na yeye. Kwa muunganiko wa mapenzi na mamlaka, Ibrahimu alitawala nyumba yake. Neno la Mungu limetupatia kanuni kwa ajili ya kuwa mwongozo wetu. Kanuni hizi zinatengeneza kiwango ambacho hatuwezi kukikwepa ikiwa tungetaka kuishika njia ya Bwana. Mapenzi ya Mungu ni lazima yawe ni ya maana kuu kabisa. Swali tunalopaswa kujiuliza si wengine wamefanya nini? Ndugu zangu watafikiri nini? Au watasema nini juu yangu ikiwa nitafuata njia hii? Bali Mungu amesema nini? Hakuna mzazi wala mtoto anayeweza kufanikiwa kweli kweli katika njia yoyote isipokuwa katika njia ya Bwana. Huo ndio mwisho wa tafakari yetu, tukiangazia nyumba ambayo Mungu anaweza kuibariki. Na hapa tunakumbushwa nyumba ya Ibrahimu. Namna gani ambavyo Ibrahimu aliweza kuitiisha nyumba yake. Aliwafundisha watoto na wazazi wa watoto wake
namna ambavyo kwa hakika wanapaswa kuenenda kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Na tunakuja kuona kwamba nyumba ya Ibrahimu ilikuwa ina watu wengi sana, zaidi ya watu 1000, lakini wote walielekezwa kutii neno la Mungu. Inawezekana naongea na wewe msikilizaji unayenifuatilia, una watoto, una familia, lakini kwa namna moja ama nyingine hujawafundisha vyema. Watoto wanaishi katika maisha ambayo si mpango wa Mungu, lakini asubuhi ya leo lipo tumaini. Mungu akusaidie, wakabidhi miguuni pa Kristo na Bwana ataweza kuwabadilisha. Lakini yawezekana naongea na wewe mzazi, umefanya sehemu yako, umewafundisha watoto katika njia ambayo Bwana ameiamuru, lakini wameiacha. Usikate tamaa, endelea kuwaelekeza, endelea kuwaombea na Bwana atafanya jambo kwa ajili ya watoto. Mungu awabariki. Sina la ziada, niwatakie siku njema, niwatakie asubuhi njema. Usiache kuungana nami hapo kesho asubuhi katika mwendelezo wa tafakari hizi za kesha la asubuhi. Tunapofunga kipindi hiki, tufumbe macho tuombe. Asante Baba na Mungu wetu ushie mahala pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo asubuhi ya leo umetupatia tafakari njema, nyumba ambayo wewe Mungu unaibariki. Msikilizaji popote pale alipo, likawe ni tamanio lake ya kwamba hiyo nyumba yake Mungu ikawe ndiyo nyumba ambayo unakwenda kuibariki asubuhi ya leo. Wabariki watoto, wabariki wazazi, na asubuhi ya leo tunapoanza kazi, kuwa nasi, tupatie siku iliyo njema, tuepushe na hatari mbalimbali za mwovu shetani, lakini pia usisahau kuturudisha tena asubuhi katika mwendelezo wa tafakari hizi. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.